Bwana, katika siku hii ya leo basi kuna mapya ambayo yameweza pia kutokea huko Basata, na maongezi makubwa basi ni ya kwake Harmonize pamoja na timu nzima au baraza la sanaa. Naweza nikasema hivyo. Harmonize katika siku ya leo ameweza kufika. Jambo kubwa zaidi basi ilikuwa ni kuhandle baadhi ya vitu ambavyo alikuwa akikabidhi. Harmonize amefika pale kwa ajili ya kukabidhi vitu baadhi ambavyo vinahusu Ibra na mambo mengine mengi ambayo alikuwa anaendelea, lakini kubwa zaidi ameulizwa maswali mengi ambayo maswali hayo nitakueleza kwa kina ni yapi aliweza kuyajibu na yapi ambayo hakuweza kuyajibu, ni moja baada ya lingine. Lakini kama tuna kumbukumbu vizuri katika video ya nyuma ambayo Harmonize aliweza kuiposti kupitia ukurasa wake wa Instagram, aliweza kuclear the air na kuweza kusema kwamba Ibra kwa sasa hivi yuko free na ni msanii ambaye hajihusishi na issue zote za Konde Gang kwa sasa hivi. Yani ni msanii ambaye official statement tu inakuwa itoke na kisha toka. Ibra kwa sasa hivi ni mmoja kati ya msanii ambaye atakaa independent, na watu wengi basi au wasanii ambao watakuwa wanataka kufanya naye kazi wamuone direct na sio timu ya Konde Gang. Lakini pia kama kutakuwa na show, watu wa support wamuite kwenye show mbalimbali ili aweze basi kueleza kipaji chake. Lakini pia Harmonize kupitia siku hii ya leo ameweza basi kuelezea tukio zima kwa ufupi, lakini hakuweza kuelezea kwamba ni kwamba alimsamehe ile bilioni 1 direct au video ile ya kwanza ilivyojieleza ndivyo maongezi yalivyokaa, na yamuona mkote pale ambapo Ibra ameweza kuja kuongea tena kwa mara nyingine baada ya video hii na baada ya Ibra kutoka kwa baraza la sanaa. Ni kwa maana kwamba siku ambayo Ibra kutoka katika baraza la sanaa usiku wake ndio ambayo Harmonize aliweza kuposti video ambayo ilikuwa inamuonyesha akiwa anaongea kuhusiana na jambo hili la kwake pamoja na Ibra. Siku ya leo imekuja tofauti kidogo, lakini ni aina ambayo Harmonize ameweza kuifanya baada ya kuwa katika siku ya majukumu yake ya siku nzima, na mwisho wa siku basi akaja kudondoka katika meeting hii ambayo imeweza kufanyika huko Basata. Ni tukio ambalo watu wengi walikuwa expect kuwepo na maswali ambayo basi Harmonize atayajibu kama alivyokuwa anajibu yale maswali yake pamoja na Diamond Platnumz kwa kipindi cha nyuma, lakini sasa hivi ameshindwa kujibu ile katika hali ya kulalamika, ameshindwa kujibu katika hali ambayo ni ya mvutano, amejibu katika hali ambayo ni short and clear kwamba yupo pale kwa ajili ya kuclear tu baadhi ya vitu ambavyo vimekuwa kusaini kwamba ameshakamilisha naye yuko free na yuko tena katika lebo ya Konde Gang na maswali mengine mengi ambayo alikuwa ameulizwa. Sasa swali la kwanza ambalo alikuwa ameulizwa Harmonize ni hili hapa. Harmonize, swali la kwanza aliulizwa, alikuwa ameulizwa nini ambacho kilimleta Basata katika siku hii ya leo na nini ambacho kimfanya afike katika eneo hilo. Basi Harmonize aliweza kusema kwamba kilichomfikisha Basata katika siku hii ya leo amna issue ambayo ni kubwa sana, ila kulikuwa tu na majukumu yale ya kuweza kuhandle, yani kabidhi baadhi ya vitu na baadhi ya makaratasi za kwenda kusaini. Lakini pia amejaribu kuongelea swala kwamba issue ikishakuwa katika masuala zima la kimitandao ilikuwa ni issue ambayo inaweza ikamchafua sana, kwa hiyo ilikuwa anahitaji muda mfupi wa kuweza basi kuangalia kutuliza akili yake, ili ambapo ataitwa katika endapo atakuwa free kwa muda huo fulani, basi ataweza kufika katika eneo hilo la Basata. Aliomba muda wa kuweza basi kutulia kidogo
kudistract, na mwisho wa siku ingeweza kuleta taarifa kubwa sana endapo kama angeweza kufika katika kikao cha kwanza ambacho aliitwa BASATA. Ndio maana tukaweza kumuona Harmonize pale, ndio maana tukaweza kuona Harmonize ikiwa anafanya interview yoyote sehemu yoyote ile, na mwisho wa siku kabisa katika siku ya leo amejaribu kusema kabisa kwamba kuna methali ambazo waga zinasema kwamba akipandacho mtu ndicho atakachokivuna, lakini pia katika siku ya leo anasema kwamba kama alichokipanda ni kizuri au kama alichokipanda ni kibaya, basi katika siku ya leo basi yeye ataenda kuvuna kulingana na kwamba Mwenyezi Mungu yale atakayomjalia basi atayavuna, lakini yale ambayo Mwenyezi Mungu hajaplani hapo kuvuna basi hawezi kuvuna, kwa sababu ameshakuwa akiuvuna mambo mengi kupitia muziki huu, na pia ataenda kuvuna zaidi ya hiyo hela ambayo Ibra alikuwepo anahitaji aweze kuilipa. Kwa hiyo kwa maana hiyo Harmonize ameclear kabisa kwamba yeye na Ibra wadaiani kabisa, na kwamba Ibra ameondoka bila kudaiwa pesa ya aina yoyote. Harmonize amejaribu kuweka mambo hayo yote katika mtiririko ambao ni clear kabisa kwamba ukijaribu kumwangalia ni mtu ambaye amejaribu kuweka mambo katika mtiririko ambao hawezi mtu mwingine yoyote akaibuka kuja kuongelea jambo hili, kwa sababu hajaongelea pointi yoyote ambayo ni negative kwa Ibra. Ameongelea mambo ambayo ni positive tu, na amewaambia jamani mumsupport kwa lolote lile ambalo litakuwa lina mhitaji yeye kijana. Na all in all kwa sasa hivi naweza kusema kwamba Ibra ni msanii ambaye yuko huru, na yupo huru yani hahusiki na lebo ya Konde Gang kiujumla. Kwa tamko hili ambalo limetoka pale nje kabisa ya BASATA ni kwa maana kwamba Harmonize hajihusishi na msanii huyo, na wala msanii huyo hajihusishi na Harmonize. Mimi nafikiri kwamba kuna mapya ambayo anaweza akaja katika siku za usoni, na kuna mapya ambayo anaweza akaja na yakaelezea yale yote ambayo Ibra alikuwa anatendewa katika lebo ile ya Konde Gang, kwa sababu Ibra alijaribu kutuelezea kwa uchache kupitia komenti zake za hapa na pale, ambazo mwisho wa siku ukijaribu kuziangalia zilikuwa katika hali ambayo hatuna ule uhakika, kwa sababu akija kufanya interview nyingine au akaja kuropoka siku nyingine, basi tutakuja kugundua kwamba aidha Harmonize ni kweli alishawahi kumuita chumbani, na kama alimuita chumbani nini ambacho alikuwa anakihitaji kwa kijana huyu mwenzake ambaye kwa muda mwingi sana amekuwa akitumikia lebo hiyo. Je, ni unatamani kusikia chochote kuhusiana na Ibra au tuishie kwa Harmonize? Kwa sababu Harmonize katika siku ya leo ndio main topic, na pale Ibra atakapokuja kuongea basi tutajua mambo mengi ambayo alikuwa anafanywa katika lebo hiyo ya bye bye.